migogoro hutatuliwa kwa njia nyingi, kuanzia mazungumzo ya wenyewe kwa wenyewe. Rais Tshisekedi na Rais Kagame waongeza kuamua wazungumze wenyewe, lakini ukweli ni kwamba wadau wa mgogoro ulioko Kongo sio wawili. Generali Rais Ndayishimiye amekushatoa onyo kwa Rwanda, unaona kabisa, na katoa onyo kwamba Tshisekedi asiguswe. Unaona kwamba Juba ambayo inapakana pia na DR Congo kwa upande mwingine, nayo ina vikosi ambavyo vinaonekana navyo vinajaribu kutafuta madini Ituri, Goma, Bukavu. Halafu kuna shida nyingine tena kwamba huku kwingineko wako mataifa ambao Kagame hayuko peke yake. Yako mataifa ambayo ndiyo yamekuwa yakipokea madini ya coltan kutoka Rwanda. Rwanda ndiyo msafirishaji mkuu, exporter mkuu wa madini ya coltan, madini yanayowezesha uwe na hiyo simu, uwe na hiyo laptop. Yeye ndiyo msafirishaji mkuu. Bila shaka wale wanaonunua wanafurahi sana kuendelea kununua kwa bei hii nzuri, hawataki tena kuanza kujadiliana na Kinshasa kuhusu bei halisi ya madini hayo. Kwa hivyo mgogoro huu ni mgogoro ambao kwa kweli una mizongo na mazongo mengi, lakini kiuchambuzi naweza kusema Rais Kagame ni mtu mwenye ushujaa wa ajabu. Mara zote hizi ambazo hawakufanikiwa kukutana uso kwa uso na Rais Felix Tshisekedi, ni Rais Tshisekedi ndio ambaye hakuonekana. Sasa niseme jambo moja kwamba ushujaa na ujasiri wa Rais Kagame unaweza kukwambia jambo. Kama wewe unafaidika, unatamani uende katika hii mikutano ya usuluhishi ili uende ukafanya kitu tunaita kwa kizungu uka-influence, ukashawishi mazungumzo yenyewe. Kwa hivyo swali la kwamba je, watafanikiwa jopo hili kuwaleta meza moja? Nataka nikuhakikishie itabidi, na huu ni ujumbe na upeleka Kinshasa kwa Rais Tshisekedi, itabidi Rais Tshisekedi ajitahidi aweze kuitika wito wa kufika kwenye jopo hili. Ni mahesabu yangu yanaonyesha kwamba jopo hili likinyosha mikono, Rais Tshisekedi atachelewa sana kupata meza nyingine ya kuweza kuendesha mazungumzo. Hawa walioundwa leo sio watu watakaoendesha mazungumzo wao wenyewe moja kwa moja. Wao ni viongozi watakaoleta pumzi ya maono ya mazungumzo, lakini watagawana majukumu juu ya nani afanye nini, ikiwemo nani anamudu nani. Sasa mimi siombei jopo hili lifikie mahala Rais Zewde wa Ethiopia aseme naona kama nakwama kumpata Rais Kagame, au itokee kwamba jopo linapata tabu kumpata Rais Tshisekedi halafu akabidhiwe mtu kama Rais Olusegun Obasanjo, kwa sababu nadhani kwamba hawa watu kwa heshima walio nayo ya kuweza kuchangia kwenye masuala ya utawala bora katika Afrika, yatosha tu kusema usipowaheshimu kitakachokupata basi na ukivumilie. Nafikiri kwamba watu wengi wanaweza kuwa hawafahamu historia ya Kongo. Kongo imepitia mapito mengi sana, kuanzia wakati wa uhuru mpaka miaka hii ya 90. Aliyeonekana akiwa kama haheshimu wakubwa wenzake wa Afrika hakuishia pazuri. Rais Mobutu Sese Seko, huyu wenzake walikuwa kila mara, Mwalimu Nyerere na wenzake hapa jirani walikuwa wakimwasa kwamba mambo unavyoyaendesha kule Kongo sivyo, lakini sasa alikuwa si mtu wa kusikiliza sana. Uliona kilichotokea. Actually vikundi hivi, Kongo ina vikundi vingi vinavyopigana kwa silaha. Tunafanya makosa kudhani M23 au March 23 tukifikiri kwamba ndio kundi pekee. Kuna FDLR. Siku za nyuma kwa mfano yaliwahi kufanyika mazungumzo mazito wakati wa Kabila mtoto, Joseph Kabange Kabila. Kabila baba ndio Laurent Desire Kabila. Kila mara anapokwenda Kongo Kinshasa nashangazwa na heshima ambayo ameweza kujizolea Joseph Kabange Kabila, na nilikuwa nafikiri na nafikiri itatokea hivyo, hawa miamba walioongezwa kwenye hili jopo hawatachelewa kuwatafuta na kuweza kuanza kuwahoji watu kama Rais Joseph Kabange Kabila ambaye yuko hai na ambaye katika hali isiyotarajiwa alituliza Kongo katika kiwango kikubwa sana. Lakini siri ilikuwa ni kwamba baba yake alikuwa ameonja joto ya jiwe baada ya kuwa amesaidiwa na vikundi kama vitatu, Banyamulenge, Mai Mai na kingine cha March 23 katika sura nyingine ya awali mwaka 96, 97, 98. Hawa wamemsaidia, vikundi hivi ndio vilimsaidia mpaka Kinshasa, lakini baadaye walitofautiana kidogo. Sasa Rais Kabila alitaka, na nieleze mambo
yanayogombaniwa kule si mawili wala matatu. Wakati fulani kulifanyika mazungumzo 2001, 2002, 2003 kukafanyika mazungumzo ya Sun City, mazungumzo ya Pretoria, Thabo Mbeki, Ketumire Masire, miamba hii yote kulifanyika mazungumzo ya Addis, mazungumzo ya Lusaka. Mpaka leo bado vipengele vyake kadhaa vinaheshimiwa, lakini vifungu viwili vitatu ambavyo vimekuwa vikileta shida. Kwanza, vikundi vyote vinavyopigana viweke silaha chini ndani ya Kongo ili viingizwe kwenye jeshi la kitaifa la Kongo. La pili ni kwamba wako raia wa Kongo lakini wenye asili na rangi kama ya nchi jirani hivi. Hawa ilikubalika kwamba kwenye mazungumzo ya Lusaka na Sun City hawa waweze kuchukuliwa kwamba ni raia kamili Kongo. Hili Rais Kabila mdogo alijitahidi sana. Rais Tshisekedi anaonekana ndio umeona Tshisekedi na Kagame wanabishana kuhusu kwamba Kagame anasema ili tatizo wewe ndio umelishikilia kwa sababu hutaki kutambua raia wako wewe. Kwa hiyo mimi nadhani haya mambo pamoja na lile kwamba lazima lijengwe jeshi la kitaifa. Sisi wenyewe Tanganyika hapa mwaka 64 kabla hatujaingia muungano na Zanzibar, Mwalimu alichukua juhudi za makusudi za kulijenga jeshi la kitaifa. Jeshi letu msifikiri lilikuwa hivi, lilikuwa ni jeshi lina wazungu, lina makamanda wa kizungu, lina wakoloni. Kwa hivyo tumepata uhuru lakini jeshi bado linapata msaada toka Uingereza. Ilibidi kuchukua hatua kuhakikisha jeshi la kitaifa linajengwa. Kwa hivyo ninachosema ni kwamba mimi nimepata imani kubwa kwa kutazama sura hizi, hasa huyu mwanamama kutoka Jamhuri ya Kati. Huyu ni mwanamama ambaye namfahamu, nimekuwa Ituri, nimeishi Goma, nimeishi in fact kutoka Kisangani mpaka hapa Kalemi, ambapo ukivuka toka Kigoma, ukivuka ziwa Tanganyika unakwenda ngambo ya pili. Huu ukanda ambao unapigana ni ukanda wa raha tupu. Kwa hiyo ni jambo la kusikitisha kwamba ukanda huo ambao una raha za namna hiyo, una madini ya namna hiyo, una rasilimali za namna hiyo, ndio ukanda ambao umekamatwa na watu ambao na nguvu ambazo sio serikali iliyoko Kinshasa. Umoja wa Afrika makao yake makuu yako Addis Ababa, lakini tunasema mtangamano ambao ndio lugha ya kuzungumzia ushirikiano wa kikanda unaanza na jirani yako. Kwa hivyo kwa kweli ilikuwa ni kama kuruka hatua moja, kuona kwamba Umoja wa Afrika unachukua hatua pasipo kuwa umesikiliza vizuri majirani wa DR Congo wanasemaje. Niliona bundi wa kushindwa akiwa anatoa sauti siku Angola, rais wa Angola alipopewa kazi hii ya kusuluhisha DR Congo, kwa sababu Angola kule iliko na Umoja wa Afrika kule uliko unawahitaji majirani ili uweze kufanya kazi. Kwa hivyo naweza kusema kwamba katika maisha unaweza kufanya makosa, kufanya kosa si kosa kurudia kosa. Kilichotendeka sasa ninavyokiona ni kwamba tunarekebisha makosa, na nasema tunarekebisha makosa kwa sababu mimi mwenyewe nimekuwa mtafiti wa eneo la ukanda wa maziwa makuu, hasa mgogoro unaikumba Kongo tangu wakati wa Patrice Lumumba miaka ya 60 mpaka wakati wa Mobutu Sese Seko, mpaka wakati wa Kabila mkubwa, mpaka wakati wa Joseph Kabanga. Nafikiri kwamba hiki kinachotokea sasa hivi, mimi nitapenda tu sasa jopo hili lisifanye makosa kwenye kanuni za uendeshaji mazungumzo. Kwa mfano, kanuni moja, watahitaji kuwa makini sana katika uchaguzi mahala pa kuendeshea mazungumzo. Naweza kuelewa kwa nini Tanzania ambayo nayo ina majabali kadhaa ya masuala haya ya mazungumzo ikiwemo Mheshimiwa Rais Kikwete, naweza kuelewa kwa nini hawakuona labda kwa mwanzo huu waweze kumchukua naye, kwa sababu Tanzania inaweza kuwa inafikiriwa kuwa ni uwanja wa mazungumzo. Kwa nini? Kwa sababu ya jiografia yetu, historia yetu. Tumeendesha hapa mazungumzo ya kila mtu hapa. Tumeendesha mazungumzo ya ukombozi wa Afrika Kusini, wa Msumbiji, wa Angola, wa DR yenye Kongo, wa Zimbabwe, kila mtu, wa Zambia hapa. Kama watakapokuwa wamepatia, kwa sababu sehemu mnayokutania na kufanyia mazungumzo inapaswa kuwa haina harufu ya upendeleo. Kwa mfano, Nairobi au Mombasa si eneo zuri sana, kwa sababu Rais Tshisekedi anaituhumu Kenya kwamba iko upande wa waasi. Kwa nini? Kwa sababu tu kumekuwa kila mara waasi wakitaka kukutana wanakutana Nairobi. Kwa hivyo eneo kama hilo wakifanya kosa, na naamini hawa ni magwiji, na mimi nimewahi kuwa kwenye secretariat za usuluhishi wa migogoro, kwa mfano kule Omdurman kule Khartoum, wakati ule Rais Omar al-Bashir akiwa bado madarakani. Najua hivi sasa
Sasa kazi hii waliopewa, wanafanya utafiti kwanza, wanaunda timu za wataalamu ili ziweze kuwashauri ipasavyo hawa wanasiasa, viongozi, namna ya kuweza kuanzisha mazungumzo yenyewe. Mgogoro wa Kongo sio mgogoro wa jambo moja wala mawili. Wakati wa mazungumzo ya Sun City 2003 kulikubalika maazimio 38, ndio inakuonyesha upana wa mgogoro wenyewe. Na wakati huo vikosi vilivyokuwa vinapigana vyenye silaha havikuwa, hata M23 haikuwa kule Sun City. Kulikuwa na LCD tunaita Liberation Movement na LCD Goma. Hawa ndio waliokuwa wanaosumbua. Ninachojaribu kusema ni kwamba siasa za Kongo ni siasa zina mambo mengi. Kwa hivyo Rais Jenerali Ndayishimiye anapata hofu kwa sababu kumekuwa na sintofahamu kati ya Rwanda na Burundi kwa miaka mingi. Kumekuwa na kutuhumiana. Sasa mgogoro huu, kinachomtisha ni kwamba Rwanda tayari ina wanajeshi wanaopigana upande wa waasi ndani ya Kongo. Wamejaa kutoka Kisangani mpaka hapa Ituri, mpaka hapa Goma, mpaka Bukavu. In fact, wapiganaji wa M23 sehemu ambayo hawajapenya kabisa ni mpakani mwa Tanzania na Kongo. Kwa hivyo, kwa mfano, kuanzia jimbo la Katanga, kuanzia hii Kalemi mpaka unapokuja uje utoke ushuke mpaka Tunduma ambapo ni Zambia. Hapa ndipo kidogo unakuta waasi, kwa sababu kwa kweli huwezi kukaa hivi unang'ang'aa macho kwenye mpaka wa nchi yoyote na Tanzania, utaondoka. Lakini ninachojaribu kusema, nchi ya Kongo ni kubwa, hawa watu wamepenya sehemu nyingi sana. Ukitaka kujua ukubwa wa nchi ya Kongo, kutoka Lubumbashi mpaka unakwenda Kinshasa ni masaa 36 kwa gari inayokimbia sana. Masaa 36, hii ni siku 3 hii. Hapo kuna mambo ya vivuko vya mito, mawasiliano na barabara ndani ya Kongo ni magumu kidogo. Ukienda kule lazima ujiandae kwamba unaweza ukalala mahala popote. Kwa hiyo ninachojaribu kuambia ni kwamba Rais Ndayishimiye wa jenerali huyu wa Burundi, nimemsikiliza vizuri mpaka niliogopa akisema, Wakongomani simameni, acheni kucheza na huyu adui. Na amekwenda mbali akatuhumu kwamba hawa watu wa himaya ya hima si watu wa kuchezea. Lakini anakiri kwamba kama Rwanda itafanya mchezo ama kuigusa Kinshasa au kujaribu kuigusa Bujumbura, yeye anadai kwamba itajuta. Sasa ana nguvu kiasi gani? Hilo nadhani tunahitaji kusubiri. Lakini kwamba wakimbizi wanafurika kutoka hasa hii mashariki ya Kongo kuingia Bujumbura, hii kwa kweli hata ungekuwa wewe ni rais wa Burundi ingekuumiza kwamba sasa nchi yenye uchumi duni inaanza kufikiria, kwa sababu kwa sheria za kimataifa hawawezi kuwatimua. Na yenyewe Burundi imekuwa ni muombaji, kwa hivyo vivyo hivyo na yenyewe inahitaji kuhifadhi wale wakimbizi.